Leo nakufundisha kufunga lemba hili pamoja na makeup hii ambayo unaiona. Nitaanza kwa kufanya makeup, na kwanza kabisa nitaanza kwa kumsafisha mteja wangu kama hivi ambavyo unaona. Nitaenda kupaka primer kwa ajili ya kulinda ngozi ya mteja wangu. Upande wa primer kama hii ambayo naitumia zinapatikana pia. Kwa nitaenda kupaka primer wangu, nitaisambaza vizuri na brush kama hivi ambavyo unaona. Baada ya hapo nitatumia styling soap kwa ajili ya kulaza nyusi za mteja wangu. Vifaa vyote ambavyo natumia vinapatikana dukani kwetu, lakini pia ukihitaji seti za makeup, zipo seti kuanzia shilingi 200, 250, 300 kuendelea. Na uzuri ni kwamba ukinunua vifaa kwetu darasa ni bure wiki nzima. Kwenye upande wanja natumia wanja wa penseli kama hivi ambavyo unaona. Nitachora wanja wa penseli upande wa juu pamoja na upande wa chini. Kisha frame yako haiwi pana sana wala haiwi ndogo sana. Sawa. Kwa baada ya hapo nitakwenda kutumia concealer kwa ajili ya kushape wanja wa mteja wangu. Kama ni mteja mweupe tumia concealer nyeupe, kama ni mteja mweusi tumia concealer nyeusi. Angalia brush ambayo natumia. Kwanza kabisa makeup, yani hakikisha brush zako ni quality. Kwa sababu unaweza ukawa unapaka makeup vizuri lakini vitendea kazi vikakuangusha. Brush zetu sisi ni nzuri, ipo seti ya shilingi 25,000, 50,000 mpaka 100,000. Uzuri ni kwamba hata seti ya shilingi 25,000 unapata brush zote za muhimu, kwa sababu kila hatua huwa tunatumia brush. Sawa. Hakikisha unachora wanja wako unanyooka kama hivi, na brush yako nzuri itakusaidia kunyoosha wanja kama hivi ambavyo unaona. Baada hapo tutarudi upande wa juu. Upande wa juu nitakwenda kutumia foundation. Kuna wale ambao mtahitaji foundation tu. Foundation zetu sisi ni full coverage. Foundation utaipata kwa shilingi 25,000. Sawa. Upande wa eyeshadow nitakwenda kutumia tu powder palette kwa ajili ya kuficha ile concealer ambayo nilipaka pale awali. Nimetumia rangi ya eyeshadow ambayo ni rangi ya udongo kama hii ambayo unaiona. Unaweza kutumia dark yoyote ambayo imezidi. Upande wa mbele nimekwenda kutumia rangi ambayo iko light, lakini nilikuwa nahitaji makeup ambayo itakuwa iko nude kama ile ambayo uliona pale mwanzo. Foundation nitatumia kulingana na rangi ya mteja wangu. Jinsi gani ya kuchagua foundation tutazidi kufundishana. Sawa, kisha nitumie foundation kidogo, blend tu vizuri. Foundation zetu sisi zina cover kila kitu. Sawa. Kwa wewe ambao huna foundation nzuri, ukimpaka mteja ana sweat mara kwa mara, njoo ununue foundation hizi. Zinakaa masaa 24, unamremba mteja, anaenda na anarudi na feedback ambayo ni nzuri. Sawa, nitatumia brush yangu kama hivi. Concealer mara nyingi huwa tunatumia kwenye kucontour na kuhighlight sura ya mteja. Tutatumia ile concealer ambayo tuliitumia pale awali. Sawa, nitapaka pembeni huku, kwenye mshipi wa pua, kwenye paji la uso. Sawa. Cha kuzingatia, kisha natumia muda mwingi kublend vizuri. Kwa wale ambao mnahitaji vifaa vya makeup, karibuni sana, vifaa vyetu ni vizuri. Ukinunua vifaa unaingia darasani bure wiki nzima. Unatoka ukiwa unajua kabisa. Sawa. Kwa hiyo kinachobaki ni mazoezi. Kwa wale ambao mnahitaji kujifunza zaidi, chuo chetu kipo Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Tunafundisha kusuka nywele aina zote, kufanya makeup, kupamba maharusi. Tunafundisha mambo yote ambayo yanahusiana na saluni. Namba zetu ni hizo ambazo unaona katika screen. Sawa. Kwa karibuni sana tuje ujumuike nasi. Kwa nitaendelea kuiblend concealer yangu. Unaweza kublend kwa kutumia brush kama hivi, unaweza kublend kwa kutumia beauty blender, kwa utaangalia urahisi wako, au unaweza kublend kwa kutumia zote kwa wakati mmoja. Baada ya kublend vizuri kabisa nitaenda kwenye poda. Poda yetu kama hii ambayo unaitumia hapo utaipata kwa shilingi 25,000. Ina cover kila kitu. Unaweza kuitumia kama finishing powder, yani poda ya mwishoni kumalizia makeup yako, lakini pia unaweza kuitumia kama contour powder, pia inawezekana. Sawa. Kama utakuwa una swali, sehemu hujaelewa, niandike kwenye comment. Unahitaji kujifunza zaidi, pale YouTube jina ni Farida Othman, nimekuwekea video nyingi sana. Ingia darasani, nenda kajifunze. Hii ninayotumia hapa ni highlighter kwa ajili ya kung'aza zile sehemu ambazo mimi nahitaji zishine zaidi. Ukiangalia huko kwenye juu ya mashavu, juu ya mdomo, chini ya mdomo, kwenye paji la uso. Upande wa lipstick nitatumia lipstick ya palette. Lipstick zetu sisi ni nzuri. Ukiangalia lipstick ambayo nimeitumia mimi hapo, nimeitumia mpaka imeisha, lakini ina quality ile. Sawa. Kwa kama una wateja wako wengi, una uwezo wa kutumia lipstick yako mpaka mwishoni na bado ikakupa matokeo ambayo ni mazuri. Katikati nimeweka rangi ambayo imepoa kama hiyo ambayo unaiona. Nitaiblend, inaweza kanisaidia mteja kama hivi, au ukablend kwa kutumia
brush hivi. Sawa sawa. Tunaelewana? Ya, baada ya hapo nitakwenda kuonyesha jinsi sasa ya kwenda kumalizia kwa kufunga lemba. Video imekuwa ni ndefu kidogo. Tuna dakika 5 mpaka sasa hizi. Sasa muonekano wa mwisho ulikuwa kama huu. Naomba video inayofuata twende tukafunge lemba hili. Sawa, mteja wangu alipendeza sana. Una kitchen part unaweza kutoka kama hivi. Una send off yako. Sasa mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy. Kwaherini.